Ni kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Na akimaanisha ulimwengu, anamaanisha ulimwengu wote. Hata wale walevi wako kule nje. Hata wale makahaba wako kule nje. Ndio sababu katika Fivefold Ministry Mungu hakusahau kupeana karama ya evangelist. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Angependa kila mwenye dhambi afikiwe na hii injili aweze kupata uzima wa milele. Na tukiwa tuko hapa, tukiwa tunahudumia bibi harusi, lengo la Mungu ni tujue ya kwamba si ya kwamba muwe watu wazuri sana, watu wa kupendeza sana, watu walio na kanisa kubwa sana, watu walio na mipangilio mizuri sana ya mambo. Lengo la Mungu ni ukiwa hapa upate uzima wa milele. Amen. Na ili uweze kupata huo uzima wa milele, kuna njia, ni mpaka uingie kwa hiyo njia. Amen. Na ni mpaka ukubali kutembea kwa hiyo njia. Amen. Na ni mpaka ufanye maamuzi ya bushara kubaki katika hiyo njia. Amina. Hata ushawishi ukiwa mwingi katika hizo njia zingine za kando, ni mpaka ufanye maamuzi ya kubaki katika hiyo njia. Amen. Kwa sababu si njia mbili zinaelekea katika uzima wa milele, ni njia moja. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Na hiyo njia moja si njia ya kutatanisha. Si njia unafikiria kwamba unaweza kupotea hata kama wewe ni mjinga. Bwana asifiwe sana. Amen. Mungu anasema hiyo njia iko wazi kiasi kwamba hata wajinga wanaweza kuiona. Amen. Kwa hiyo mtu yote asifikiria kwamba hiyo ni ya wasomi. Hiyo ni njia mpanga ambayo iwe ni ya matajiri ama watu ambao wako na mali. No. Hiyo ni njia ambayo Mungu ameiweka wazi hivi kwamba mwanadamu yeyote katika hali yoyote aliyo ndani yake anaweza kuiona hiyo njia. Haleluya. Yes. Na ni kwa jinsi hii Mungu akapenda ulimwengu. Haleluya. Yes. Jana nikiongea hapa niliongea kuhusu upako. Na nikagusia mambo fulani kuhusu nguvu za Mungu. Na hivi ni vitu viwili ambavyo ninajua watu wa Kristo wanajichanganya navyo sana. Kiasi kwamba hata ukiuliza mtu tofauti ya upako na nguvu za Mungu ni nini, hawezi akakwambia. Bwana asifiwe sana. Na leo ningependa tu nifanye kitu ambacho kama Mungu atakupa neema uweze kuelewa. Haleluya. Ningependa nikuchoree hapa katoni. Ama pengine mbasa. Hizi ni vifaa ambavyo vinatumika sana ulimwenguni kuweka zawadi. Ukiona zawadi ya rafiki yako unaweza kumwekea kwa bahasa ama ukamwekea kwa kato na ukaifunga vizuri ukampelekea. Bwana asifiwe sana. Ndio navitumia hivi vifaa kwa sababu itakuwa rahisi sana kwako kuelewa. Sasa katika hivi vifaa ndani hapa kuna zawadi. Amen. Lakini hiki kifaa ni cha kubeba zawadi. Amen. Hivi vitu vyote ni muhimu. Amen. Zawadi na kifaa cha kubebea zawadi ni vitu muhimu. Amen. Kwa sababu hichi kifaa cha kubebea zawadi kisipokuwa muhimu, haungeweza kuweka zawadi yako pale ndani. Si utaibeba tu na mkono upelekeni. Na kulingana na mwanadamu, hata kulingana na Mungu, akileta zawadi yake ulimwenguni, haunangi ikiwa vizuri sana kuileta tu ikiwa open. Huwa naikunja. Amen. Haleluya. Amen. Na watu huwa wanaigisha vile Mungu anafanya mambo yake ndivyo huwa wanayafanya. Ninyi mlianza kutumia makato na mkaanza kutumia bahasa kwa sababu mnajua vile Mungu anafanya. Amen. Haleluya. Amen. So wakati Mungu akiletea ulimwengu zawadi, hii zawadi iko hapa ndani, the gift itself. Kile kipawa chenyewe kinaitwa uzima
milele. Bwana asifiwe sana. Ningependa nikusomea andiko hapa. Katika kitabu cha Romans chapter 6 verse 23. Romans chapter 6 verse 23. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu. Hakuna wakati uzima wa milele utatajwa katika Biblia bila Yesu kutajwa. Amen. Kwa sababu yeye ndiye alitumika kuleta huu uzima wa milele hapa duniani. Amen. Na huo uzima wa milele uko ndani yake. Amen. Kwa hivyo hata kabla hatujaongea mambo ya uzima wa milele, ni mpaka tuelewe huyu Yesu ni nani. Amen. Ambaye alileta huu uzima wa milele. Amen. Na huyu Yesu ambaye alileta huu uzima wa milele alipokuja ili atuletee hii zawadi ya Mungu. Kwa sababu zawadi ya Mungu ni uzima wa milele. Na kumbuka, usije ukachanganyikiwa. Amen. Mungu ako na zawadi moja, a gift, and he has gifts. Kuna vipawa na kuna vipawa. Sawa sawa na vile Mungu ako na kitabu na ako na vitabu. Amen. Haleluya. Amen. Manabii wakiongea wanasema, na nikaona vitabu vimefunguliwa. Amen. Kisha nikaona kitabu. Amen. Kimefunguliwa. Amen. Na hichi kitabu kimefunguliwa ni cha mwana-kondoo cha uzima wa milele. Hicho kitabu ni tofauti na vile vitabu. Amen. Praise be the name of the Lord. Amen. Hivyo ndivyo ningependa uelewa ya kwamba Mungu ako na karama ambayo inaitwa uzima wa milele. Amen. Na ako na karama zingine. Amen. Ambazo zinaitwa unabii, zinaitwa kunena na lugha, zinaitwa kutafsiri lugha, zinaitwa kuhubiri, zinaitwa Bwana sana. Amen. You know the gift of the Spirit. Hizo zote ni zawadi za Mungu. Haleluya. Amen. Na zimemwagwa hapa duniani. Amen. Lakini kitu kile ningependa uelewe leo ni ya kwamba hizi zawadi zingine zote they are not inside the box. Haziko ndani ya kile kibox. The only gift that is inside the box, kipawa pekee kilicho ndani ya kisanduku, is the gift of eternal life. Ni kile kipawa cha ule uzima wa milele. Amen. Na hiyo ndio zawadi ambayo Mungu alikuletea wewe. Amen. Hiyo ndio Mungu anataka usikose. Amen. Hiyo ndio ilifanya Yesu Kristo akufa msalabani. Amen. Hizo zingine zote zimebebwa na hii carton. Siko Bwana sasa sana. Hii carton tunaweza kuita gifts ambazo ni anointing, ni upako. But inside this anointing, lakini ndani yake kuna ule upako. There is power. Kuna nguvu pale na nguvu inakupea uzima wa milele. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo ningependa tutofautishe anointing with the power. Yaani ule upako pamoja na nguvu. Tutofautishe hivi vipawa na hiki kipawa ambacho kiko ndani ya hiyo box. Bwana asifiwe sana. Na nataka tu prove haya mambo katika maandiko. Tumesikia karama ya Mungu ni uzima wa milele. Ili tuweze kutofautisha hivi vipawa na hichi kipawa kimoja ambacho nataka tuongea habari yake ambacho kinaitwa uzima wa milele, ningependa tuende mwanzo kwa hivi vipawa vingine viko katika 1 Corinthians chapter 13. 1 Corinthians, Wakorintho wa kwanza 13 chapter 13. Ukurasa wa 13.
Ukiweza kutofautisha hizi karama na hii karama, basi utaenda mbio huko kwingine. Unajua katika nyumba ya kila tajiri, ukisoma Biblia inasema iko na vitu vya aina mbalimbali. Vingine vya dhamana na vingine ambavyo hata si vya dhamana. Haleluya. Lakini hakuna hata kimoja utadharau. Unaweza kwenda katika nyumba ya tajiri ukute amepaki V8 pale. Haleluya. V8. Haleluya. In the same compound, katika boma hiyo hiyo uende ukute wheelbarrow. Kwa ngoma ya tajiri yule wewe ukamuuliza, sasa wewe tajiri, kama wewe unatembea na V8, sasa wheelbarrow ni nini? Hicho kitu ambacho unaona cha dhamana kiko na kasi yake kwa ile ngoma. Na kiweji kikatolewa, kikatupwa, kiko hapo for a purpose. Haleluya. Kuna zawadi nyingi sana ambazo Mungu anamimina kutoka mbinguni zikikuja hapa duniani. Lakini katika hizo zawadi zote, ya dhamana ni uzima wa milele. Na hiyo ningependa iregister in your mind and in your heart. Hata kama ukifanya mambo mengine yote and in your journey of Christian life, katika safari yako ya Ukristo, uwe unajua ni nini ya kukinga na ni nini ya kuchunga sana usipoteze. Kwa sababu miongoni mwa hizi zingine zote, kwa sababu zote zinatoka kwa Mungu, zote ni nzuri, zote ni za umuhimu, lakini ile Mungu anataka usikose ni uzima wa milele. Amen. Kwa sababu hizi zingine zote tunapoenda kusoma Biblia, utajua ya kwamba hajiendi na wewe mbinguni. Zote ni nzuri, zinatubamba, lakini tunajiacha hapa. Amen. Ukiingia kaburini, hizo zimemaliza kazi. Lakini kama ndani yako kuna uzima wa milele, you are going to enjoy it on another life. Lakini hata kama wewe ni nabii wa kutuangalia hivi, maisha yetu yanakaa kama kioo, unatuona vile ambavyo tulivyo. Wacha nikwambie, one day that prophet, huyo nabii siku moja, that prophecy, huyo nabii siku moja will cheese. Utakoma. Hata kama wewe ni mhubiri unatubiria mpaka tunasikia ya kwamba ni kana kwamba tunaenda mbinguni. One day that preaching, siku moja hayo mahubiri will cheese, yataenda kufikia kikomo. Hata kama wewe ni mnenaji wa lugha kiasi gani. Yes. One day those tongues, hizo lugha will cheese. Praise be the name of the Lord. Ningependa tujue vitu vile vya dhamana na vile ambavyo havina dhamana. Vyote vimetoka kwa Mungu, vyote tuko na haja navyo, vyote viko na wakati wake wa kutusaidia. Hatustahili kuvidharau, hatustahili kuvipuuza, lakini ni mpaka tuchunge kile ambacho ni cha dhamana, kile ambacho my sister, my brother, haustahili kukosa. Blessed be the name of the Lord. Chapter 13, 1 Corinthians chapter 13, Korintho kwanza 13. Elisoni. Nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa saba iliayo na upatu uvumao. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo si kitu mimi. Tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini, tena nikijitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo hainifaidi kitu. Upendo huvumilia, upendo ufadhili, upendo
haushuhudu, upendo hautakabari, upendo hauzivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahi udhalimu, bali ufurahi pamoja na kweli. Upendo huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, upendo hustahimili yote, upendo haupungui neno wakati wowote, bali ikiwepo unabii utabatilika, ikiwepo lugha zitakoma, yakiwepo maarifa yatabatilika. Kwa maana tunafahamu kwa sehemu na tunafanya unabii kwa sehemu, lakini izapo iliyo kamili, iliyo kwa sehemu itabatilika. Bwana sana. Kuna kitu kikamilifu ambacho Mungu anataka kanisa lipate. Na wakati kanisa litaanza sasa kuona umuhimu wa hicho kikamilifu, tuanze sasa kukikimbilia tukipate. Hivi vitu vingine tutaanza kuona kana kwamba havina maana sana. Haleluya. Lakini bado tutakuwa tunavitumia, lakini hatutakuwa tumevipea kipaumbele. Haleluya. Tutakuwa tunavitumia kama vile tajiri anatumianga wheelbarrow kwake. Ukiwa na samba boy, anaweza kuambia chukua ile wheelbarrow, uchukue ile mbolea upeleke kwa mimea. Haleluya. Lakini brother, it is not easy kusikia tajiri akiambia house boy, chukua ile funguo, uchukue ile V8. Uende majani ama uende wageni pale stage. V8. Basi sana. Amen. Kuna vitu ambavyo Mungu anaweza kutuachilia tuvitumie hivi hivi. Na anatuachilia kama vile unasikia mchungaji akisema, hata usijaribu kabisa, hata ukiona vitumiwi vizuri. Sababu sasa moyo ukimwambia chukua wheelbarrow, anaweza kwenda hata kuigongesha, wakati mwingine hata inaweza kuisha ngirizi ya sikii, na ile kiona mungu. Na hata haijali, ajui kana kwamba inaweza kukata ule msumari na ikavunjika na ikawa itatumika kesho. Lakini hata kama anaitumia carelessly, tajiri hawezi akamwambia hiyo unafanya ni makosa. Kwa sababu kile si kitu cha dhamana sana, hakina gharama nyingi. Hata mara nyingi katika mguu hawasemangi kapeleke kwa fundi, huwa wananunua ingine. Kitu ya pesa kidogo. Lakini V8 ina gharama. Mwana sio sana. Tunaona Mungu katika kanisa lake anajali sana mambo ya uzima wa milele. Hapo tunaweza kuanza kutabiri, na wakati mwingine tunatabiri makosa, na hata Mungu ashughuliki sana. Na naambia pastor, have patience with that and make sure that you keep those things in order. Inaweza kuchukua pastor hata mwezi mzima ashughuliki sana. Haleluya. Lakini brother, mtu aanze kuondokea neno la uzima wa milele. The very day ameanza kutenda maovu, utasikia roho wa Mungu anamwambia repent. Tulisikia and repent quickly. Amen. Tubu na utubu kwa haraka. Amen. Kuna tofauti ya makosa na dhambi. Bwana sana. Amen. Na dhambi ni kuvunja neno. Dhambi ni kutokuamini neno. Dhambi ni kutosika vile neno la Mungu linasema. Haleluya. So, tunaona ya kwamba Biblia inatuambia nilipokuwa mtoto mchanga nilisema kama mtoto mchanga. Nilifahamu kama mtoto mchanga. Nalifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilikuwa mtu mzima, nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Kanisa ya Mungu inastahili ifike mahali ikomae, ianze kujua tofauti ya karama za Mungu na karama ya Mungu. Amen. Tukifika katika hicho kiwango, tuweze kujua tofauti ya karama za Mungu na karama ya Mungu.
Sasa hapo tunaweza kucheza vizuri, kwa sababu kila mtu atakuwa akijua ni kipi muhimu, ni kipi ninaweza kukosa na hata nisiadhirike, na ni kipi ninaweza kukosa nikawa mimi nimekosea poteza tumaini. Amen. Haleluya. Aka kitu ndugu. Bwana sifa sana. Sija juu yako katumia kakiwa hapo, lakini Mungu anipe neema. Bwana sifa sana. So, unasikia ya kwamba maana wakati wa sasa tunaona kwa kioo kwa jinsi ya fumbo, wakati ule tutaona uso kwa uso. Wakati wa sasa nafahamu kwa sehemu, wakati ule nitajua sana kama mimi nami ninavyozuliwa sana. Lakini basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo. Haya matatu. Na katika hayo lililo kuu ni upendo. Bwana asifiwe sana. Sasa tumetajua mengi sana, lakini ningependa tu concentrate na haya matatu. Haleluya. Tunaenda tukitaja yote, alafu tunachukua yale ambayo ni muhimu sana, ambayo haustahili kukosa. Haleluya. Kuna haya matatu ambayo yatabaki, ambayo sasa yatakupresent mbele ya Mungu. Okay? Kwa sababu Yesu aliuliza jana, mwana wa Adamu atakapokuja atakuta imani duniani? Bwana asifiwe sana. Akikosa imani ndani yako, my sister, my brother, uko taabani. Na hii imani ukisoma katika Romans, sitaweza kusoma maandiko yote. Romans chapter 10 verse 17. Warumi 10:17 inasema faith comes by hearing, bali mtu kusikia, and the hearing comes by the word of God. Na kusikia neno la Mungu. Kwa hivyo katika mambo yale ambayo yatabaki ya kukurepresent mbele ya Mungu, ambayo yataenda kupiga muhuri ya kwamba uko na haya na unastahili uzima wa milele, yale yatasimama na mbele yako, kati yako na Mungu, moja yapo itakuwa ni imani. Wewe hakuna neno la Mungu ambalo ulipuuza. Hakuna neno la Mungu ambalo ulikosa kuliamini. Ndio sababu unaona ikifika mambo ya kuhubiri neno, hatuhubiri mambo yale tu ambayo ni ya kiroho na kuburudisha. Tunahubiri hata mambo yale ya chini kabisa ambayo yanahusu mwili wako. Tunahubiri hata mambo yale madogo kabisa ambayo yanahusu mwili wako, ambayo madhehebu wameshaondokea hiyo injili za aina hiyo. Wanasema wokovu uko moyoni. Nguo zangu hajihusiani chochote na wokovu. Bwana sifa sana. But if you are candidate of eternal life, unamtaiwa wa uzima wa milele, kama kuna andiko linakufundisha jinsi ya kuvaa, ukilipuuza utajuta sana ukikosa uzima wa milele. Amen. Kwa sababu hiyo nguo ambayo maandiko inakuambia uvae nguo ya kujistiri, usipoivaa unajaribu mtu fulani kukutamani, unamfanya awe msalati. Na ukisafanya mtu yote awe mzinifu, wewe pia uko ndani. Na kuna watu Biblia inatuelezea vizuri sana ya kwamba hawa hawatakuwa in the New Jerusalem, watakuwa nje. Na mwanzo yao wengine wao ni washarati. Kwa hivyo kama kuna mambo hauchukulii serious concerning the way you dress yourself, jinsi unavyovalia wewe mwenyewe, take care. Amen. So long as it is the word of God, kama ni mradi tu neno la Mungu, have faith in it. uwe na imani nayo. For faith comes by hearing, Kwa kuwa imani huja kwa kusikia, and hearing comes by the word of God. na kusikia kutoka na neno la Mungu. Blessed be the name of the Lord. Na hivi ndivyo vitu ambavyo vitandumu. Haya mengine yote ya kunena na lugha, haya mengine yote ya kutabiri, my sister, my brother, hata kama uko nayo na nakubamba namna gani, ni haitemu, yatakoma, yatabatilika.
Weka imani. Shikilia imani. Imani ya neno la Mungu. Na si neno moja. Kila neno. Because once the spirit of truth comes, Wakati ule roho wa kweli ajapo, it guides you to the whole truth. atakuongoza akutie katika kweli yote. Blessed be the name of the Lord. The second thing Jambo la pili is hope. ni tumaini. Hallelujah. Na tumaini, brother, ni kitu cha thamani sana. Ustahili kuishia Mungu na hakuna kitu na tumaini kutoka kwake. Yaani wewe uko kanisani tu. You are just a church goer. And you have no hope. Blessed be the name of the Lord. Na kama uko kanisani kwa sababu unatarajia pengine siku ile utapata shinda tukuchangie, hiyo tumaini ni ndugu. Kama uko kanisani kwa sababu unatarajia siku ile sisa utaanza kuolewa, uwe na marafiki wa kukutengenezea harusi nzuri, hiyo tumaini ni ndugu. Kama uko kanisani kwa sababu unatarajia siku ile ambayo utakufa upate watu wa kukuzika ndugu, hiyo tumaini yako ni nzuri lakini ni nduni. Haleluya. Kama kuna tumaini unastahili uwe nayo ndani ya Kristo Yesu. Si tumaini ya vitu ambavyo ni vya hapa. Tumaini ya vile ambavyo ninaweza kuenda kanisani, acha leo niende kanisani kwa sababu hata nikikaa hapa hakuna kibarua, hakuna chakula na ninajua pastor wetu ni wa upendo, nikifika pale nikimwambia niko na njaa hapo mpanga kivyote vile amna sikozi ya msingi. Ama mia. Baada ya kanisa kuna chai. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo unajua unakuja lakini baada kabisa mpanga hata tumbo litabarikiwa. Kuna watu walikuwa wanafuata Yesu kwa sababu ya mkate. Na si ya kwamba hata waleo kumebadilika. Kuna watu watakuja kwa mikutano kama hii kwa sababu wanajua mpanga kusabiwe breakfast, mpanga kusabiwe lunch na mpanga kusabiwe supper. Na hiyo ni given. Kwa hivyo kama nyumbani kwenu uko na hali ya kuruka hapa ukija unajua that is Bwana asifiwe sana. If that is the type of hope, kama hiyo ndio aina ya tumaini that you have, ambao uko nayo, that is keeping you in this journey, ambao inakudumisha katika hii I safari, tell you those things are minor. Hallelujah. Hatustahili kutumaini mambo kama hayo. Hallelujah. Tumaini yetu inastahili iwe kwa Titus Tito chapter 3 darasa la 3 verse 7. mstari wa 7. Hiyo nitasoma. Hallelujah. Titus 3:7. Ili tukihesabiwa haki kwa neema yake tupate kufanywa warithi wa uzima wa milele kama ilivyo tumaini letu. Haleluya. Tumaini yetu wa Kristo baada ya kutakaswa, baada ya kuhesabiwa haki, hizo kazi zote tumefanyiwa kanisani ni tuweze kupata uzima wa milele. And that is our hope. Na hiyo ndiyo tumaini letu kuu. Ninataka kukutoa mahali fulani na nikuingiza mahali fulani. Sitaki nikutoa mahali nikuache hewani. Nataka nikutoa mahali nikuingiza mahali. Wacha kutumaini minor things. Mambo madogo. Kutoka leo unastahili uanze kutumaini major things. Mambo yaliyo. Hallelujah. And the major thing, Na yale mambo makubwa ni kwa jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. Akamtoa mwanawe wa pekee. Si kila muaminie awe nabii. Si kila muaminie awe pastor. Si kila muaminie awe mnenaji wa lugha. Si kila muaminie awe pengine mtafsiri wa lugha. Si kila muaminie awe evangelist. Si kila muaminie awe tajiri wa kuweza kufadhili wengine wenye shida kanisani. Si
Si kila amwaminie awe chochote kingine kila, mbali ni kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. The eternal life is the manger. Ule uzima wa milele ndio kile kitu kilicho cha thamani. Eternal life is the gift. Ndio kile kipawa. And there is a very great difference between the gift of God. Yes. Kuna tofauti mkuu kati ya kipawa cha Mungu and the gifts of God. Na vile vipawa vya Mungu. The gift of God, kile kipawa cha Mungu is the manger. Ndio iliyo kuu. Amen. And it is not only the manger, na sio tu kuu, but it is the command of God. Bali amri ya Mungu. That whosoever believeth in the Lord Jesus Christ, ya kwamba yeyote aaminie katika Yesu Kristo should not perish, asiangamie. Amen. We should manger on the manger. Lazima yaliyo kuu tuyatilie mkazo yawe ndio kuu. Hallelujah. Amen. We can't keep on majoring on the minor. Hatuwezi kutilia mkazo mambo yaliyo madogo kuwa makuu. Na unajua hii ni shida kubwa sana na kanisa. Imekuwa ndio changamoto kubwa hata na waaminio wa ujumbe. We are too much majoring on the minor. Tunatilia mkazo sana mambo yaliyo madogo. We have no interest with the major. Hatuna kivutio na mambo yaliyo makuu. Unabebwa na tamaa za ulimwengu. Unabebwa na mambo ya ulimwengu. Unavutiwa na mambo ya ulimwengu. Haya mambo ya ulimwengu yanakupeleka wapi, my sister, my brother? Hata kama ulimwengu utakuambia wewe ni mzuri, hata kama ulimwengu utakupatia kindole gumba, utakupea nini baadaye? Bwana asifiwe sana. Cha tatu is love. Ni upendo. Haleluya. Na upendo tutaupata katika 1 John, Yohana wa kwanza chapter 4, kurasa 4 verse 8, mstari wa 8 and also verse 16. na mstari wa 16. Hiyo nitasoma. 1 John Waraka wa kwanza wa Yohana chapter 4 verse 8. wa 4 mstari wa 8. Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Haleluya. Mungu ni nini? Ni upendo. Verse 16. Mstari wa 16. Nasi tumelifahamu pendo alilo nalo Mungu kwetu sisi na kuliamini. Mungu ni upendo, naye akaaye katika pendo ukaa ndani ya Mungu na Mungu ukaa ndani yake. Haleluya. Siku ya kwanza ile sauti ambayo Mungu alitunenea ni ya kwamba tufanye bidii kanisa ione mkondo, na tuhakikishe tumewashauri umuhimu wa kuingia kwa ule mkondo, na tuwashauri uone umuhimu wa kubaki katika ule mkondo. Haleluya. Kwa hivyo wakati ukianza kuona umuhimu wa kuwa na upendo ambao haukomi, hivi vitu vingine vyote vitakoma, lakini upendo hautakoma. Haleluya. Na tumeambiwa upendo ni Mungu. Ndio sababu utaona katika injili yote ya Yesu Kristo kuna mambo mengi sana alifanya, na mambo mengi sana akaonyesha kanisa ifanye, hata kufukuza mapepo, kuponya wagonjwa, kufanya kazi zingine kubwa ambazo hata saa hizi kifanyika miongoni mwetu tutarukaruka na tutaenda tukisema hii mikutano Mungu ametutendea. Tumeona mambo makubwa sana Mungu ametenda. Lakini baada ya Yesu kuona kanisa lake vile limefurahia haya mambo, aliwaambia msifurahini. Amen.
kwa sababu mmepokemea mapepo na yakaenda. Msifurahi kwa sababu mmeombea wagonjwa wakapona. Furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana-kondoo. Nikipenda tuone katika injili ya Yesu Kristo, alikuwa ana manger on the manger. Yaani ya mkazo yaliyo makuu. Hakupea kanisa lake nafasi ya kufurahia vitu maina. Kwa hivyo mimi leo nikiona kanisa iko na msisimko sana kwa mambo maina, I usually feel sorrow. Nasikia huzuni ndani ya moyo wangu, kwa sababu ninahofia iwe sasa wewe kuna kitu uoni, na usipoona hicho kitu muhimu, tutaishi kuona mikutano hapa, watu wakija hapa wanamwagiwa mafuta, watu wakitoka hapa wanatoka hapa na furaha nyingi sana, lakini mwisho wataenda njiani hivyo hivyo. Mwisho watakosa uzima wa milele hivyo hivyo. Kwa sababu these anointings ajikangi kwa muda. Mimi wakati nilifanya harusi, ungekuja kwangu ungekuta mabox mengi sana mama marafiki walinipea zawadi. Lakini baada ya muda kidogo, hata ukiniuliza hao mabox yako wapi siwezi nikakwambia. Lakini mpaka wa leo kuna vikombe vilikuwa kwa hiyo mabox wanakunywa nayo chai. Mpaka wa leo. Hata juzi kuna sati ambayo mpenzi wangu alinipatia nikavaa, akaniuliza unakumbuka hii sati? Nikamwambia hii ninaona ni ile yangu ya harusi. Bwana asifiwe sana. Zawadi huwa inahifadhiwa kuliko kile chombo cha kubebea hiyo zawadi. Na wewe nikikuona unafurahia box upako, Bwana asifiwe sana. Mimi nakuhurumia. Na unajua upako ni kitu muhimu. Singependa watu wakose kunielewa hapa. Naongea kama naongea na watu wazima. Sio kaanza kusema huyo pastor alikuwa anapigana na anointing. Mimi I myself I like being anointed. Mimi mwenyewe napenda kuwa na upako. Na nikusangaza hata sahi I am an anointing. I don't fight anointing. Mimi sipigani na upako. I know each and every gift of God. Najua kila kipawa cha Mungu is covered with the anointing. Inatawaliwa na upako. And it comes down with anointing. Chini na upako. And you have no way Na kuna njia yote to operate the gifts of God. Unaweza kuona kipawa cha Mungu. Unless it's an anointing. Hata kama wewe ni mwimbaji. Hata kama wewe ni mwimbaji. Hautakuja kutuimbia hapa kama una upako. Huo mwimbo tutasikia hauna upako. Haleluya. Hata kama wewe ni semazi. Ukuje uanze kuamsha watu hapa ukiwa hauna upako, tutajua huyo semazi hana upako. Karama yote ya Mungu, you have to operate it and anoint it. Blessed be the name of the Lord. Kwa hivyo anointing si kitu ya kupigana nacho. Ni maboksi ya kubeba karama za Mungu. Na ni vitu muhimu. Kinacho nikwambia brother, karama ikishafika kwao, box tena. Ni ndio mnaanza moto. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu nikawauliza jana, huu upako tuko nao hapa. After 1 week from today, tutakuwa nao. Na upako umeletwa na kuomba sana. Amen. Kukaa katika mazingira ya kiungu. Kusikiza neno, kuomba, hata ukitoka nje mnakula mkiwa mnapeana testimonies. Yaani hiyo mazingira hiyo inakufanya uwe so much anointed. Ndio upako sana. Mazingira ya kiungu. Ndio ukiondoka hapa, kwa sababu hatuko pamoja. Mwanzo kesho tukikutana na wewe uanze kuniambia, "Brother, niko na ushuhuda." Nitakwambia ngoja kidogo. Nitakupigia after job. Uniambie nini? Ushuhuda. Sababu naweza kuwa mahali ambapo ninang'ang'ana na misumari na nyundo. Haleluya. Amen. Unataka kuniambia wewe upako bado utakuwa kule kazini?
Bwana sifiwe sana. Ili hizo nguvu, huo upako uendelee mbele kufanya kazi mpaka kuwe kitu kile kilileta huo upako kilikuwa na kitu ndani. Kitu ambacho kimeitwa the power of God. Yaani kuna nguvu za Mungu. The Holy Spirit himself, Roho Mtakatifu mwenyewe. the eternal life. Yaani ule uzima wa milele. Haleluya. Kama hiyo iko ndani ya huo upako, hata ukitoka hapa na ukae bila kuimba, Bwana asifiwe sana. Hauko kwa maombi kila wakati, maombi yale utaomba asubuhi, pengine utaomba masaa mengine. Lakini wacha nikwambie, bado utakuwa ukisikia uko fresh spiritually. Amina. Kwa sababu hapa haukutoka na upako. Hapa ulitoka na nguvu. Haleluya. Amen. Kuna zawadi ambayo ilikuwa ndani ya ule upako. The gift of God. Kile kipawa cha Mungu. Na hiyo ndio kitu ambacho Yesu Kristo alikuwa naye. Haleluya. Amen. Na wacha nikwambie, huu upako ndio unafanya watu waponye wagonjwa. Ukiwa na upako ukiwekelea mgonjwa mkono anapona. Huu upako ndio unakufanya utabiri. Huu upako ndio unakufanya ujue siri ya mioyo ya watu. Huu upako ndio unakufanya uhubiri. Huu upako ndio unakufanya ufanye mambo yote. Upako ndio unaoperate the gifts of God. Zile vipawa vya Mungu. Lakini hapo ndani ya huo upako, haleluya, kuna uzima wa milele, nguvu za Mungu. Na wanaambia sana kanisa la Mtwapa ya kwamba hizi nguvu za Mungu tusizifurahie sana wakati zinatufanya tuwe wahubiri. Tusizifurahie sana wakati zinatufanya tuwe waimbaji. Tusizifurahie sana wakati zinatufanya mpaka tunatabiri. Tujifurahie kama tunasikia zimebadilisha maisha yetu. Amen. Zinatudumisha katika imani halisi ya neno. Zinatudumisha katika tumaini ya kujua kitu kile muhimu ni uzima wa milele. Zinatudumisha, zinatufanya tukae na upendo wa Mungu ndani yetu. Ukisikia hivi vitatu viko ndani yako, Bwana asifiwe sana. Furahi. Amina. Lakini kama hivyo vitatu haviko ndani yako, my sister, my brother, afadhali uhuzunike. Kwa sababu Yesu anasema ni wengi watafika kwake wakimwambia tulitabiri, tulifukuza mapepo, tuliponya. Ni sawa. Hizo zote ni mamboksi ambayo zilikuletea. Bwana asifiwe sana. Lakini mamboksi mengine brother yanakujanga yakiwa hayana ndani. Mtu asiwahi kupea bahasa uanze kurukaruka. Unarukia nini wewe? Ndugu, naweza kunipea bahasa na nikienda kufungua nikabarua umeandika ndani ya kwamba brother Edward, uhusiano wangu na wewe kutoka leo. Halafu ndio nilijipata nikarukaruka. Si baadaye nitapigwa na butwa. Kwa sababu nimepoteza rafiki. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mtu asikupatie bahasa uanze kurukaruka. Amina. Kama mwanzo uangalie ni nini iko ndani ya hiyo bahasa. Haleluya. Amina. Mungu asitupake hapa kafu tuanze kuwa na furaha yote. Amen. Tuchunguze ndani ya huo upako. What is inside? Amina. What is inside the anointing? Nini iko ndani ya ule upako? Hicho kiko ndani ndicho cha kufurahia. Amina. Amina. Kwa sababu hicho ndicho cha kudumu. Na hicho ndicho kilifanya Mungu amtume Yesu hapa duniani. Amen. Haleluya. Ndio sababu naona wakati Yesu alikuja hapa alikuja kama mhubiri mkubwa sana. Hivyo soma cha anointed to preach. Tukiwa na upako mwingi kuhubiri. Haleluya. To heal the sick, Kuponya wagonjwa. make the blind see, Na pale pofu kuona. deaf to hear. Na visiwi kusikia. He had such a wonderful anointing. Alikuwa na upako wa ajabu. Hallelujah. Amen. But when he was under that anointing, Lakini akiwa chini ya huo upako, hakufurahi sana mpaka afike mahali pa kusema yale mambo nimefanya hapa duniani na ile imani ambayo Mungu amenipatia katika ulimwengu wa kufanya mambo haya makuu, ninataka katika jina la Mungu aliye hai
hawa masonja wote ambao wanakuja kunishika wanitwike msalabani waanguke na waangamie. Kwani unafikiri imani ile ilikuwa ndani ya Yesu ingefanya hivyo? Ingewararua wote mpaka ikawa hakuna hata mmoja anaweza kumshika. Bwana asifiwe sana. Lakini alikuwa anajua kwa jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu. Alikuwa amemtuma hapa duniani si ili tu aombee wagonjwa, afukuza mapepo ndani ya watu, afungue waliofungwa. Alikuwa anajua ni ili wapate uzima wa milele. Na ulimwengu haungepata uzima wa milele bila Yesu kuachilia huo uzima. Maana huo uzima ulikuwa ndani yake. Kwa hivyo alikuwa yeye auruhusu ili wewe uupate. Ndio sababu alivumilia mpaka msalaba. Ndio sababu alikubali kaburi. Kwa sababu yako na kwa sababu yangu. Kwa sababu alikuwa anajua the major thing, ile jambo lilokuu ambalo lilimfanya Mungu amtume hapa duniani. Na kanisa, Mungu atusaidie tujue kitu kile menja ambacho kilifanya Mungu amtume Yesu Kristo hapa duniani. Ni ili wewe my sister upate uzima wa milele. Ni ili wewe my brother upate uzima wa milele. Hivi vitu vingine vyote vinatubamba, vitafika mahali vitakoma. That's the Bible. Amen. So tukiwa tumefika hapo, mpaka tuangalie hii injili ya uzima wa milele, because it is a gospel by itself. Injili ya kivyake. Haleluya. Na ni injili ambayo watu wengi sana wameamini injili zingine, lakini ya uzima wa milele imewashinda. Na most of the people they are in churches, Watu wengi wako katika makanisa, they are non-believers to the gospel of eternal life. Ni wasioamini katika injili ya uzima wa And milele. they still believe they are believers. Na wanaendelea kuona kwamba wao ni waamini. Simply because they are believers of other Kwa gospels. sababu wanaamini aina zingine za injili. Nataka nichukue muda kukuleta kwa utaratibu wa injili ya uzima wa milele. Na nitaanza kuintroduce mwenye uzima wa milele kwako. Na nitakuintroduce na Biblia. Twende John chapter 1. Wakati uzima wa milele uliletwa kwetu, au kuletwa na kila nabii, au kuletwa na kila mtu, Mungu kuna channel ambayo aliletea nayo ulimwengu uzima wa milele. Na hii channel ni moja, Yesu. Msisahau pastor akihubiri alituambia ya kwamba huyu Yesu alionekana na Yohana wa Ufunuo katika mti, akiwa kama mti ulio katikati ya mto. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hivyo ni mpaka tujue huu mti wa uzima wa milele ambao unazaa matunda kila mwezi, ambao wewe mwaminio ni mpaka ufikie na uwe, ili uweze kuishi milele. Haleluya. Ni mpaka uwe na kujua huu mti uko wapi leo. Usipojua ni mti upi, hautautembelea, hautaukula. Kwa sababu tunaambiwa huu mti ukijiintroduce, John 1:1, Yohana 1:1, inasema hapo mwanzo kulikuweko neno, naye neno si nalo neno. naye Neno lilikuwa si kitu. Neno alikuwa ni mtu. Amen. Haleluya. Naye neno alikuweko kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Haleluya. Verse 4. Ndani yake huyo neno ndimo ulimokuwa uzima. Amen. Na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo hili neno ambalo unaona watu wakilipuuza, hili neno unaona watu wakikataa kuliamini, hili neno la Mungu unaona watu wakilichukulia kwa mzaha, ungelijua maana yake na ungelijua hili neno ni nini,
Wacha nikwambie, kutoka leo ulianza kuwa makini na neno la Mungu. Chochote kile ambacho neno la Mungu linasema, usiwahi kipuuza. Hata kama kinakufanya uonekane mzuri namna gani duniani, puuza ya dunia, kubali kupokea reproach ya dunia, uishi maisha ya neno. Kwa sababu hili neno ndilo uzima. Ndani yake ndio kuna uzima. Na ndani ya hili neno ndio kuna nuru. Ambayo inakumulikia wewe sister. Ambayo inakumulikia wewe brother. Ili usitembea gizani. Kwa hivyo mimi nikikuona wewe ni mwaminio, na wakati mwingine neno la Mungu likikwambia usifanye hivi, unaganda. Wewe nakuhurumia. Kwa sababu nauliza, wewe uko kanisani na unataka kutembea katika nuru. Unataka uishi katika giza na umejidanganya ya kwamba wewe uko umeokoka. Huo ni udanganyifu mbaya sana. Huko ni kuchanganyikiwa kwa hali ya juu. Bwana sana. Ukiwa kanisani usikubali kukaa kanisani tu na tumaini ya kwamba wewe unaitwa brother. Tumaini ya kwamba wewe uitwa sister. Dada mpendwa, precious sister, precious brother. Unajua huwa tunaitana wakati mwingine mpaka watu wanatupa compass. Bwana sana. Kutupa compass ni kufanya wewe usikie kana kwamba umefika na kuumbe Mungu akutambui. Ninakuita ndugu na Yesu hawezi akakuita ndugu. Bwana sana. Sababu yeye anajua tabia zako. Ninakuita dada na Yesu hawezi akakuita dada, kwa sababu anajua tabia yako. Yesu ni mwana wa Mungu. Na kama mimi ni mwana wa Mungu, mimi ni ndugu yake. Anastahili aniita my brother. Anastahili aniita my sister. Hallelujah. Matendo yako yote yanastahili yawe yanalingana na neno. Maisha yako yanastahili kuwa yanalingana na neno. Kitu chochote ambacho neno linapinga, kipinge katika maisha yako. Na tujifundishe hiyo. Na tusimame nayo, kwa sababu katika njia ya uzima wa milele, ndugu, hakuna mzaha. Na hakuna kitu ambacho neno la Mungu litaruka. You have to make a good and pure decision of walking in the light. Maamuzi yaliyo ya sawa ya kutembea katika nuru. And this light, na hii nuru is in this word. iko katika hii neno. Hallelujah. Verse 5. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Wewe ukiwa mwaminio, haustahili kuwa mtu wa kushindwa na mambo ya ulimwengu. Hata kila wakati unakaa ukidanganya, it means you have not yet entered in the light. This light itself, it has power. Power to overcome all darkness. Kuna nguvu za kushinda nguvu zote za. If surely you are in the word, kama kweli uko katika neno, you are in the power. uko katika nguvu. Power that overcomes darkness. Nguvu ambayo hushinda giza. Wewe sikuja kuniambia kwamba ulimwengu unanilemea ndugu. Bado hujaingia kwa neno. Nikianza kuangalia shida zako na ile kipimo niko nacho, sitaangalia ya kwamba ni udhaifu. Nitaanza kuangalia imani yako. Sababu imani yako ndio iko na kasoro. Kama kweli wakati ulikuja kwa Kristo ulikuja kwa njia ya kuamini neno, haustahili kushindwa na giza. Unastahili kuishinda giza. Kwa sababu hii dunia kabla Mungu aiumbe, ilikuwa imezaa giza tupu. Haleluya. Wakati Mungu aliumba nuru, akasema let there be light. Na kukawa nuru. Hakukuwa na mabishano na kelele nyingi sana ya giza kuondoka. Iliondoka freely. Once the light starts shining, ile nuru inapoanza darkness has to leave. Giza lazima iondoke. Kama wewe ni mwaminio wa neno, ulimwengu ndani yako unastahili utoke vile. Unastahili kuwa na mang'ang'ano. Na ukikuja kuniambia ndugu, mimi ndugu nang'ang'ana sana nishike, kitu cha kwanza nitakwambia kuwa mwaminio wa neno.
Amen. Kwa sababu kama wewe unaamini neno na kweli you are a believer of the word, ulimwengu wastahili kuwa unang'ang'ana nao. Haleluya. Verse 9. Kulikuweko nuru halisi. Na huyo nuru alikuwa si kitu, alikuwa ni mtu. Kwa hivyo anasema huyo nuru amtiaye nuru kila mtu. Huyu nuru ambaye ni neno anamtia nuru kila mtu. Bwana sasa. Kwa hivyo wewe uko na haki ya kutiwa hii nuru. Amen. If you are willing, Kama unakubali, if you are ready to believe, kama uko tayari kuamini, if you are ready to embrace God, kama uko tayari kukupatia Mungu, if you are in need of eternal life, kama unahitaji uzima wa milele, akija katika ulimwengu, anamtia kila mtu nuru. Alikuweko ulimwenguni huyu nuru. Hiyo ni verse 10. Kwa yeye ulimwengu ulipata kuwepo. Ni yeye aliumba hata ulimwengu. Wala ulimwengu haukumtambua. Na hiyo ndio shida iko hata wa leo. Watu wanajiita wa Kristo na watambui neno. Tuna mtu kila siku anaoga anaenda kanisani na kuvunja neno kwake si shida. Na hili neno ndilo nuru ya ulimwengu. Bwana asifiwe sana. Amen. Afadhali ushindwe na mengine yote lakini utambue neno. Amen. Uelewe neno la Mungu. Uone umuhimu wa kusimamia neno. Amen. Uone umuhimu wa kuishi katika neno. Amen. Yule ndugu alikuja kunihubiria Pentecost. Alinikuta nikiwa mtu machachari sana wa kiroho. Anajaribu kunisomea neno huku naongea na lugha. Anajaribu kunionyesha kuna ujumbe wa wakati. Naendelea mbele kukemea pepo. Ndambasaka ndiviria konsaida mtakaitaida. Kwa sababu hii ni pepo. Anajaribu kuniondoa kwa imani ambayo naitambua. Aniingize kwa imani zingine ambazo sisielewi. Bwana asifiwe sana. Nilikuwa katika viwango vingine. Nilikuwa si mrahisi wa kufikiwa. Lakini Mungu alipatia huyo ndugu hekima. Amen. Akaniuliza swali moja. Akaniuliza, wewe ndugu, sababu nimekusomea neno siku nyingi sana lakini naona alikubambi. Najaribu kukuonyesha hata neno vile linakuongoza kwa ubatizo wa kweli au uelewi. Najaribu kukuonyesha vile ambavyo Mungu wako ni Yesu hata hautambui. Najaribu kukuonyesha vile ambavyo Yesu ni neno hata uelewi. Nikuuliza ndugu, wewe ungependa kuenda mbinguni ama ungependa kuenda kwa neno? Akamwambia, brother, I'm not interested with anything else. I want to go in heaven. Nataka kwenda mbinguni. Haleluya. Yule evangelist akaniambia, wacha nikusomee neno hapa. Akanisomea neno ambalo linasema mbingu na nchi vitapita. Bwana sana. Akanisomea hapo mbele akaniambia, lakini neno halitapita kamwe. Amen. Akaniambia, ndugu, kama sasa unataka kwenda mbinguni enda sasa. Lakini siku moja ikikunjwa, utakunjwa nayo. Amen. Lakini kama unataka kuishi milele, pokea hili neno. Hallelujah. Amen. Hiyo ndugu ilifanya malingo yangu yakashuka. Amen. Lugha zangu zikaanza kutoka. Amen. Kwa sababu nilikuwa naanza na moyo wangu. Usiangamie. Lakini nilikuwa tu sielewi, nilikuwa gizani. Haleluya. Amen. Na kutoka hiyo siku nikaanza kuwa na interest ya kujua vile neno la Mungu linasema. Amen.
Na kutoka hiyo siku nikaanza kuwa msomaji wa neno. Amen. Na kutoka hiyo siku roho yangu ilianza kupenda neno. Amen. Likaanza kunifunukia. Hallelujah. Na nikaanza kuona kweli njia ya uzima ni hii. Amen. Na hata wakati Mungu akiniambia ile injili ninakutuma nayo duniani ni usaidie watu waingie katika uzima wa milele. Amen. Nilikuwa na kuru ya kitu kile ambacho watu wanahitaji, ya kitu kile kanisa inahitaji. Kwa hivyo maintain my sister, my brother, afadhali uruhusu vitu vyote. Amen. Lakini usiruhusu neno la Mungu. Usikubali kuwa na utu kutabia watu wako na kupuuza neno. Neno la Mungu linakuambia hii usifanye na unafanya tu carelessly without even minding your own life. Bila kujali maisha yako mwenyewe. Wewe unataka kuniambia unaenda wapi ukiwa unapuuza neno? Unataka kuniambia uko kanisani ukifanya nini kama unavunja neno? Amen. Wewe mahali popote back in the word. Bwana urudi katika neno. In the word there is life. Katika neno kuna uhai. In the word there is light. Katika neno Above right. nuru yenye nguvu That overcomes darkness. ambayo udhibiti ama ushinda giza. Ndugu, ukiwa ndani ya neno, hata ukiingia katika ile giza totoro ya kaburi, you still will be on the light. Utaona njia ya kupita kaburi uingie uzimani. Sababu Yesu anatuambia wote waliompokea wakamwamini wameshapita mauti wakaingia uzimani. Blessed be the name of the Lord. And Jesus is the Word. Na Yesu ni neno. For in the beginning was the Word. Sababu mwanzoni kulikuwa neno. And the Word was with God. Na hiyo neno lilikuwa na Mungu. And the Word was God. Na hiyo neno ilikuwa ni Mungu. And the Word became flesh. Na hiyo neno ikafanyika mwili. Verse 14. Mstari wa 14. Naye neno alifanyika mwili. Akakaa kwetu. Nasi tukauona utukufu wake. Utukufu kama wa mwana wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Utukufu kama wa mwana wa huyu neno alifanyika mwili. Sasa sisi kule Pentecost tulikuwa tunamwamini huyu Yesu ambaye amefanyika mwili. Na hata waleo ukienda kuchunguza ile shida wa Pentekoste wako nayo, ni shida ya kumwamini Yesu ambaye ako katika mwili. Lakini Yesu ambaye ni neno hawamtambui. Ile siku aliingia kwa mwili ndiyo mtu huwa wanamtambua nayo. Hata siku ile alitoka kwa mwili akarudi kwa neno hawakuelewa. Kwa sababu utasikia kila wakati wakikwambia Yesu ni Bwana, alikufa msalabani kwa sababu yangu. Bwana asifiwe sana. Nikijaribu kumpatia neno ambalo sasa ndio yeye halisi, his original form, Katika hali ile ya kiasili. haleluya, hawamwelewi na hiyo njia. Na ukiwa mwaminio ambayo hauelewi Yesu katika njia yake ya asili, uko taabani. Amen. Utakuwa mtu wa kusumbua sana wachungaji, wahubiri kanisani, wakikurekebisha na neno hata uelewi ni nini inafanyika. Amen. Kwa sababu wewe unaangalia, unaona wewe uliokoka na ustahili kuwa unafuatafuatwa. Unajua kuna makanisa yalifika mahali mpaka yakaona ya kwamba watu ukiwafuatafuata sana, ukichunguza sana maisha yao, hiyo haiwafurahishi, wanatoroka kanisani. Sasa hiyo ni tabia ambayo wahubiri wengi sana waligundua inapoteza wafuaji na wakaachana nayo. Lakini when it comes to a believer of the Lord Jesus Christ, the bride of Jesus Christ,
anastahili awe anamulikwa kila siku na neno. Kila wakati unastahili kuwa unamulikwa na neno. Kwa sababu hili neno brother, wakati mwingine Yesu anasema hili neno ni mbegu. Haleluya. Na hakuna kitu kingine ambacho kinastahili kipandwe ndani ya bibi harusi. Ni mbegu ya neno. Unajua Yesu ni mfalme. Na hata katika Agano la Kale ungeenda kufanya kazi ama kutumika katika nyumba ya mfalme, sheria ya kwanza ilikuwa ni kuwa castrated. Unatolewa mbegu zako. Usije ukaenda kupanda mbegu katika nyumba ya mfalme. Kwa hivyo kitu cha kwanza kutolewa ni mbegu zetu. Ili kama tunahudumia bibi harusi wa mfalme, tusipande mbegu zetu. Tupande mbegu ya mwenye bibi harusi ambayo ni neno. Kwa hivyo wewe vile uko designed, hauko designed wa kuambiwa story, hauko designed wa kuambiwa hadithi za ufumbuzi wa hekima ya mwanadamu. You are designed to be given the word of the Lord Jesus Christ. Umeelezwa katika hali ya kupata neno la Mungu, na hilo neno la Mungu ndilo uzima wa milele. John 6:63. Yohana 6:63. Roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Na kuna wengine wao wanaheshimu mwili sana, hawajui ya kwamba mwili hata haina faida yoyote. Unaona wewe mwili wako ama huu wangu, hakuna kitu cha dhamana kiko ndani ya huu mwili. Mwili unapewa dhamana na kama umepokea neno. Ukipokea Yesu unaweza kuonekana kama mtu wa dhamana. Sasa hivi kwa hapa niache imani, nianze kunywa pombe na kucheza na wasichana wenu, hakuna faida mtanionea. Mtakuwa mnanionea pale natembea kwani mnasema chungeni yule mzee. Bwana sana. Na wewe ukatoka kwa nyumba kama umeniacha, utahakikisha nimetoka ndio nao utoke. Utakuwa na hofu na mimi. Haleluya. Mwili wangu hauna dhamana yoyote kama neno la Mungu aliko ndani yangu. Yesu alisema mwili haufai kitu. Mwili mtupu bila neno, mwili bila Yesu haufai kitu. Bwana sana. Maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Wakati ukipokea neno la Mungu, haleluya, ndio unaweza kusema uko na roho. Wakati ukiishi maisha ya neno, kwa sababu when the spirit of truth comes, wakati ile roho ya kweli ijaa, he guides you to the whole truth. Anakuongoza katika kweli yote. Ukiwa unaishia neno, nabii alituambia hiyo ndio initial evidence, ndio ushahidi wa kweli ya kuonyesha uko na Roho Mtakatifu. Hizi evidence zingine za kuongea na lugha, kutabiri, kuhubiri, kufanya kila kitu, hizo sio initial evidence, sio ushahidi wa kiasili. Haleluya. Ushahidi wa kiasili wa kuonyesha ya kwamba mtu ako na Roho Mtakatifu ni wakati anaishi katika neno. Haleluya. Hiyo ndivyo nabii alituongoza kwa haya maneno. Kwa hivyo tunastahili tujue ili neno ndilo roho na ndilo uzima. Usijidanganye my sister, my brother, ya kwamba uko katika njia ya uzima wa milele wakati unaishi kinyume na neno. Utakuwa umedanganyika vibaya sana. Ni sawa na unikute nimetokezea hapa, nimefuata hii njia ya runga, alafu kiniuliza unaenda wapi, nakwambia brother, nataka kufika mkoa haraka, kuna mambo yanaharibika huko.
utanihurumia sana. Waniambia ndugu, hauendi mtu hapa. Hiyo njoo umeshika. Hivyo pia itakufariki mtu hapa. Nitakupeleka Lunga na usiporudi utaishia Tanzania. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo unaweza kupoteza njia na usijue kana kwamba umepoteza njia. Njia ya uzima wa milele ni njia ya neno. Neno ndilo uzima. Haleluya. Na hata ukifika mbinguni, my sister, my brother, utastukia ili neno ndilo litakuhukumu. Mahali Yesu atakuwa katika kiti chake cha enzi. Haleluya. Hukumu yake itakuwa well set. Amen. Hakuna mahali utakutana na yeye atakwambia wewe angalia nini. Watu wale ambao wataongea nao ni wachungaji peke yao na wahubiri. Kwa sababu wao wataenda kwake direct kumuuliza, "Si tulifukuza mapepo katika jina lako? Si tulipigia watu sana katika jina lako?" Ndio atawaambia tokeni kwangu. Si wajui? Mlikuwa waasi. Haleluya. Lakini hawa wengine wote, kuna kitu Yesu alisema hapa, wacha nikusomee. Katika John chapter 12 verse 48. 2:48. Nataka sana kitu chochote kile ambacho nasema nikusomee neno ili usije ukasema huyo ndugu ako na mambo mengi sana yake. Mimi nikisha kusomea neno nasikianga nikiwa na amani sana, kwa sababu najua sija kuongoza kwa njia yangu. Na ninajua hiyo njia ninakuongoza ndani yake ni njia ya kukufikisha mahali unastahili uende. Kama uliokoka kweli ukiwa serious, unahitaji upate uzima wa milele. Ndio karama ya Mungu. Karama ya Mungu ni uzima wa milele. Hizi karama zingine zote za Mungu sihesabu zikiwa minor. Ziko na wakati wake, ziko na umuhimu wake kanisani, lakini let us major on the major. Yaani tutatilia mkazo hiyo makuu au makuu. Yeye anikataaye mimi, asiyekubali maneno yangu, anaye amhukumuye. Neno hilo nililolinena ndilo litakalo hukumu siku ya mwisho. The same one that we are preaching here, Ile neno ambalo tunahubiri hapa, is the same one that will stand with you in the day of judgment. hiyo neno tunasimama nayo katika siku ya hukumu. And if you are true believer of this word, Kama wewe ni mwamini wa ukweli wa hili, I tell you, kwambia I'm good news for you. ina habari njema kwako. You have already passed Tayari judgment. ushapita hukumu. Hallelujah. Umeshaji hukumu mwenyewe. Umepita hukumu. Na umeingia uzimani. Kama wewe ni mwaminio halisi wa hili neno. Lakini kama maisha yako unayaona hayalainiki na neno, wanaambia waaminio, ukiona maisha yako hayapelekani na neno, usingoje mimi pastor mpaka nikufuatafuate. Nitembelee niulize pastor, mimi niko na udhaifu wa jambo hili, ninaweza kufanya nini nikaweza kushinda? Ninaona ninalemewa na neno hili, ninaweza kufanya nini? Ni nini niko na tatizo na mimi? Kwa sababu wewe mwenyewe unaelewa hauishi vile neno linasema. Na hiyo sio hali nzuri. Usipoelewa kutoishi maisha ya neno si hali nzuri. Utaishi ukiwa mnafiki kanisani. Unataka ueleweke wewe ni mwaminio? Unataka ueleweke wewe ni ndugu mzuri na ni dada mzuri? Na wacha nikuambie, unafanya kazi ya bure. Kazi isiyo na malipo. Hata kama unatumikia Mungu, you are serving him in vain. Bure tu. Na kutumikia Mungu bure ni kumaanisha unamtumikia na hakuna mshahara. Na ndugu, hakuna kitu kingine kibaya kama sasa hivi tumalize mikutano hapa, halafu kesho utoke uende mahali popote pale, utaona kampuni waanze kufanya kuchapa kazi. Mahali popote pale utakuta watu wakifanya kazi, uingie uanze kufanya kazi na haujaonana na boss. Hamjakubaliana jioni utapata nini, kama mwisho wa mwezi utapata nini. Kuna ndugu nilikuwa naongea naye nikamwambia, ndugu, hii kazi unafanya ninaona ninakupeleka vibaya, kwa sababu anafanya kazi anakuoniwa. Anafanya kazi mafomani hawamlipi. Nikamwambia, ndugu, afadhali waachane na hizi kazi, uombe Mungu akupe nini?
Kaniambia brother, unajua kile kitu kibaya sana ni kukaa kule. Unawezaje kuisha kufanyiwa mturumaji kazi na hakulipi? Na wewe unaona kitu kile muhimu ni usikae bure. Hiyo ni mbaya sana. Bwana asifiwe sana. Utamu wa kazi ni msara. Yeah. Na kama uone maana ya msara, hiyo ndio naweza kusema ni hali mbaya. Kwa sababu itakufanya hata kama umeoa mkosane na bibi yako. Kweli. Kila asubuhi unatoka, unaenda umeshinda huko umechoka, ukija njiani hakuna kitu. Kama bibi yako kuna shughuli alifanya hapo, akapata mchicha, akapata unga, akatengeneza kasima, unakuja unakula hapo kwa na uchovu mwingi sana. Na hakuna kitu umefanya. Ni hali mbaya. Ukifanya hivyo siku moja, mbili, tatu, kuna siku itafika kuuliza swali vipi? Na kama una jibu, utaanza kukosana. Mtaanza kuita pasta, na hata pasta akija hapo kuchunguza, ataona wewe ndio uko na makosa. Wewe uko unatoka kila siku unaenda kazini na hakuna kitu unaleta nyumbani. President na mwanangu. Si vizuri kuzoea kufanya kazi ya bure. Ukiwa mwaminio, usikubali kuwa mwaminio ambaye hauna tumaini. Amen. Maandiko yanatuambia tuwe na tumaini. Na tumaini yetu haistahili tu bora tuwe wahubiri. Inastahili tuwe na tumaini ya kupata uzima wa milele. Amen. Tusiwe na tumaini tu ya tuwe waimbaji. Amen. Tuwe na tumaini ya kupata uzima wa milele. Hiyo tumaini haistahili kutoka ndani yako my sister. Hiyo tumaini haistahili kutoka ndani yako my brother. Kwa sababu ukikosa hiyo tumaini, you are serving in vain. Amen. Na watu wametumikia Mungu sana bure. Hata Yesu akiwa hapa duniani alisema wengine wanamtumikia bure. Haleluya. Tunataka tujue ni nini tutaweza kufanya ndio Mungu atulipe. Unajua, ukiwa unamtumikia Yesu, ukiwa na Roho wake Mtakatifu ambaye anakuongoza kwa neno lake, unajua kuna msaada. Amen. Hata hiyo kazi yenyewe yule amekupea. Yesu akijaribu kukukwepa, Roho Mtakatifu atasimama. Aseme niliingia ndani ya huyu mtu siku fulani kwa mikutano fulani na nikampatia hii kazi. Ameishi kuifanya kwa uaminifu. Haleluya. Amen. Roho Mtakatifu ni mtetezi. Amen. Atakutetea mbele za Mungu. Amen. Kwa sababu akiingia ndani yako, anakusaidia kuishi neno. Amen. Anakusaidia hata kazi yote ile ambayo utafanya uifanye kwa uaminifu. Amen. Kwa hivyo ukifika mbele ya Yesu, atakutambulisha. Amen. Haleluya. Amen. Lakini kama hauishi neno brother, hata hii kazi unafanya haina mwenye amekupea. Na ni makosa kufanya kazi bila bosi. Lakini unajua ile siri kubwa sana watu wanajiuliza, unawezaje kuwa na karama bila mpeanaji? You can have a gift without a giver. Bwana kipawa bila yule mpeanaji wa kipawa. And the giver of the gift, Yule mpeanaji wa kile kipawa, ndiye huyo wako hapa kwa hii box. Huyo giver ndiye uzima wa milele. Huyo giver ndiye unaita Roho Mtakatifu. Huyo giver ndiye Yesu. Huyo Yesu ndiye uzima wa milele. Blessed be the name of the Lord. Kwa hivyo kile kitu muhimu sana ni huyo mpeanaji awe ndani yako. Na akiwa ndani yako, huenda usiwe na hivi miemko mingine na hizi kazi zingine. Huenda uwe kanisani tu na wewe kazi yako ni kuja kanisani kuhubiriwa na kusikia vile unafurahia neno, kupokea neno na kuenda kusikia umebarikiwa, unasikia Mungu amekupaka, Mungu amekupea direction ya kutembelea, unaenda na hiyo furaha. Lakini hata tukiambiwa tuipe special, wewe hakuna hata siku moja utaandika kanoti niko na special. Maana sio sana. Lakini wewe ni true Christian. Amina. Kristo wa kikweli. Haleluya. Afadhali uwe hivyo my sister, my brother, kuliko kuwa machachari. Kanisani hata watu wanashangaa huyo ndugu wako na karama gani? Kwa sababu zote kwake zina operate.
Bwana asifiwe sana. Unaweza kuserve in any office in the body of Christ. Wacha nikwambie my brother. Wewe machachari kama hauna neno. Auishi neno. Ni kazi ya bure. Amen. Nataka kusomea kitu hapa. Hapa pastor aliniambia nisimame saa 8 ukao kijua tumebaki dakika 4. Hivyo mimi hata ukinitoa kwa madhabahu sitakuwa na shida. Kwa sababu hakuna vile naweza kusoma haya maandiko yaishe. Lakini ninasikia ndani yangu nikiwa na ujumbe wa bibi harusi. Ninasikia ndani yangu nikihimizika kuonyesha bibi harusi umuhimu wa kuishi maisha ya neno. Kuishia neno ndiko kuwa na uhakika uko na uzima wa milele. Haya maisha mengine yanabamba sana, ni matamu sana, yanaburudisha sana, lakini wacha nikwambie, you must err. You might err. Unaweza kukosea. Kuna kitu nilikuwa ninasoma hapa, wacha nisiendelee mbele sana na maandiko. Lakini nisome quote. Nisome quote moja hapa katika huu ujumbe unaitwa uwe na hakika na Mungu. Uwe na hakika na Mungu. Be certain of God. Code 59. Code 59. 01. 25. Wacha nitoe kwa Kiswahili ili niweze kuharakisha. Sasa nisome from paragraph 16. Jana kuna kitu nilitamka hapa nikawaambia, sisi watu wa kiroho, watu ambao tumeokoka, tuko na shida zetu. Na hizi shida tuko nazo, tusipojitambua zinaweza kutupeleka ndivyo sivyo. Anasema hivi, nasi tumefikia mahali kuwazia ya kwamba eti kwa sababu tunategemea wale wazee wetu walifanya ama juu ya yale ya waanjilishi wa makanisa yetu, jinsi walivyojitolea sana kwa Mungu, ambayo ni sawa na yanapendeza sana, bali hatuwezi kupata wokovu kwa yale waliyofanya. Mnaona, tukiwa tunafurahia sana kwa uaminio wa ujumbe wa nabii. Nabii William Branham, he was a prophet of God. Wewe nabii wa Mungu. What he was carrying for this age Ile alikuwa anabeba kwa kizazi hiki is the word of God. neno la Mungu. The word of God will restore Neno la Mungu kurudisha upya, us back to the faith of our fathers. turudi ile imani ya baba zetu. The original faith. Ile imani ambayo ni asili. Na hata tukisimama tukiwa tunalinga ya kwamba sisi ni waaminio wa nabii wa kizazi hiki, hiyo haitupeleki vizuri. Hiyo haitufai kwa sababu ya kulinga. Haleluya. Amen. Nabii anasema wokovu ni jambo la kibinafsi kati ya kila mtu na Mungu. Mpaka iwe ule ujumbe ambao baba zetu walibeba wakatuletea sisi umetubadilisha, na tumeona umuhimu wa kuishi kulingana na hilo neno. Lakini kama bado walituletea neno na hili neno halijatubadilisha, lakini bado tunaendelea mbele kulinga kwa sababu yao, nabii anasema hiyo haina faida kwetu. Kile kina faida kwetu ni kiwe kitu chochote kile ambacho baba zetu walituletea kimetubadilisha, na atukisemi tu ndicho tulicho, hicho ambacho Mungu
Mungu aliwapea watuletee, hicho ndicho tulicho. Kila Mungu alipea Paulo akiwa mtume wa watu wa mataifa. Iwe huo ujumbe ndio niko nao mimi Edward. Ule ujumbe ambao Mungu alipatia William Branham, huo ndio huo ujumbe niko nao mimi Edward. Sasa huo ujumbe kama umenibadilisha na nimekuwa huo ujumbe, hiyo kwangu iko na faida. Amen. Haleluya. Amen. Lakini kwa sababu ya kuja tu kanisa ya wafuasi wa nabii, na mimi mwenyewe hata huo ujumbe wa nabii si ufuatilii kujua unasema nini, hiyo haina faida kwangu. Anasema si uhusiano kati yako na taifa lenu, si uhusiano kati yako na kanisa lako, bali ni uhusiano wako mwenyewe mbele za Mungu. Tunajibu. Bwana asifiwe sana. Hili neno linastahili kukuweka kati yako na Mungu, na kila siku uwe una uwezo wa kujipima wewe na hili neno. Je, tabia zangu na neno zinaambatana? Kwa sababu hata katika siku za kale kulikuwa na kitu Mungu alikuwa ameweka katika kifua cha kuhani mkuu ambaye alikuwa anaitwa Aaron. Na hiyo machini ilikuwa inaitwa Urim and Thummim. Haleluya. Na hiyo ndio kila Mwisraeli alikuwa anapimwa nayo. Ukisema wewe ni Mwisraeli, ukienda mbele ya Urim and Thummim, ukiongea lugha ambayo si ya Mungu wa Israeli, ile Urim haingetoa moto. Ukisema ya kwamba Mungu amekunenea na ile Urim ikataa kutoa moto, ilikuwa inajulikana unabii wako ni wa uongo. Praise the name of the Lord. Amen. Kwa hivyo ilibidi ile Urim and Thummim itoe moto ndio ishuhudie hicho ambacho unakiri. Na nabii anatuambia Urim and Thummim ya siku zetu ni neno. Kwa hivyo ili neno mnaona tukihubiri brethren, ili ndilo uzima wa milele. Na hili neno ndilo kipimo cha siku zetu. Hakuna kitu my sister, my brother, utasimama nacho mbele ya Mungu akuheshimu. Kama utaweza kusimama na maisha ya neno, heshima utapata mbele ya Mungu. Hata ile ono ambalo nabii alilikomenda kuhusu the bride, lile ono lilionekana bibi harusi akiwa amevaa nguo mwili mzima imeandikwa neno. Miongoni mwa maono mengi yaliono kuhusu bibi harusi, ile nabii aliweza kuweka kwa record neno ya bibi harusi neno. Na nabii akasema ishara ya mwisho ambayo huu ulimwengu utaona ni bibi harusi akibadilishwa na kufanana na neno. Hiyo ndio itakuwa ishara ya mwisho. Haleluya. Kwa sababu saa hii kila kitu Mungu anaenda kukipeleka kinakuwa mbegu. Vile madhehebu yanaanguka na vile madhehebu yanaendelea mbele kuoza, hivyo ndivyo Mungu anaendelea mbele kufanya bibi harusi wake hadhihirike zaidi. Kwa sababu unaona roho wa Mungu ana separate the bride, anatenganisha bibi harusi na kila kitu. Amina. Bwana sasa anataka bibi harusi amuunganishe na bibi na bwana harusi. Na bwana harusi ni neno. Kwa hivyo bibi harusi mpaka awe neno. Bwana sasa hiyo tabia, my sister, my brother, ukiona aingiliani, it is an event to call yourself the bride of Jesus Christ. Unajidanganya. Na si vizuri kujidanganya. Haleluya. Anasema hivi, imefika mahali ambapo katika nchi yetu, hata kati ya watu wa rohoni sana tulio nao, unawaendea wanaume na wanawake wa rohoni na kupata kwamba rohoni mwao mnakosa jambo fulani. Unatembea kwa makanisa ya kiroho, ukiingia kwa hii kanisa unaona it's a very spiritual church, lakini ukikaa na wao unaona kuna kitu kasoro.
Bwana asifiwe sana. Ukitembea na ndugu wetu unaona ni ndugu wa dhamana sana. Unaona kweli umepata rafiki wa dhamana. Mkikaa na yeye unakuta ako na udhaifu. Ako na kasoro. Bwana asifiwe sana. Nabii anasema hii ni kitu inafanyika katika ulimwengu wetu wa rohoni. Wale watu ambao wana vipimo vya kupima vizuri maisha ya kiroho, ukienda utakuta watu wa kiroho wako na kasoro, wako na shida. Na hii shida ndio tunastahili tuchunguze, kwa sababu ukienda kwa daktari, haupendi daktari akuchezee. Si umeenda hospitali? Si usikii vizuri? Halafu ndio unaenda daktari anakupatia pinkira, anakuambia nenda nyumbani. Hata anakupatia nafasi ya kukuuliza unasikiaje. Anaenda anachukua panadol tayari anakubandika. Anasema next. Daktari uone yani daktari anachezea maisha yako. Bwana asifiwe sana. Lakini ukienda kwa daktari uone amechukua kile kipimo mlikuwa mnaniambia ni cha kupima temperature na kupima sukari. Bwana asifiwe sana. Utaona a concerned man with your life. Mtu anayehusika na maisha yako. Ukisikia na kuuliza kama unasikia koo yako ikikauka, unasikia kisungusungu, ukisikia maswali ambayo daktari anakuuliza, unaona a concerned man. Mtu anayejiuliza Anataka kuelewa ni nini inakusumbua. Ili ajue ni dawa gani atakupea. Vipimo vya kiroho ni muhimu sana. Kuna mali nilikuwa nasoma nabii akisema, alienda kwa watu ambao walikuwa ni wa kiroho sana, akajaribu kuweka thermometer ya kiroho. Bwana asifiwe sana. Amina. Akajaribu kuweka nini? Bwana asifiwe sana. Nimeweka wapi hiyo choo? Ndio inakuanga hivi. Bwana asifiwe sana. Hii inakuanga 0 degree. Hapa inakuwa ni 100 degrees. Lakini ya nabii nashangaa sana ilikuwa na huko chini kulikuwa hata 100 degrees. Na yenyewe inaanza hapa. Akaenda kupima. Hata kamsali hapa badala kapime pande hii. Ambayo ni ya kawaida. Akaanza kuteremka. Sasa nasema ile kanisa aliingia alikuta wakiwa 98 degrees below. Bwana asifiwe sana. Haleluya. 98 degrees below temperature. yaani 98% chini ya vile inavyostahili. Chini shida ambazo makanisa tuko nazo. Haleluya. Na unajua ni kitu ambacho tunastahili kituweke hali fulani ya kuzihuzunikia. Tuangalie tuone maisha yetu na neno yako vipi. Kwa sababu tukikosa kuwa lined up with the word, Yaani tumeenda sambamba na neno, hata kama tutakuwa na sifa gani, brother, ndugu, we are perishing. tunaenda kuangamia. Unajua kuna kitu ambacho nilikuwa naambia wageni wa mtu hapa, ninawaambia hawa ndugu wa Ukunda ni watu wazuri sana, wanawapenda. Nilikuwa na wasengenya. Wanakipenda. Lakini msipojiadali na wao, wanaweza kuwafanya nini mkaenda vibaya. Kwa sababu kila ndugu alikuwa ndugu, Mungu amebariki sana, Mungu amemwinua sana, Mungu amemsaidia sana. Ukiona mtu akukusifu, jiadali na yeye. Unaweza kujisahau ukajiona umekamilika, na wewe bado uko mbali sana. Mimi nilipokuja hapa Ukunda mara ya kwanza, nilikuta wandugu wa dhamana. Praise be the name of the Lord. Na niligundua kuna kitu mko nacho ambacho mimi na kanisa la Mtwapa hatuna. Na nilianza kufanya urafiki wa kisiri na Pastor Leva. Ili nione kama nitamweka mikononi atuambukishe kile kitu mlikuwa nacho. Lakini kila siku ni sifa. Na sisi ni watu wengine wanahitaji Mungu sana. Mimi personally
ninahitaji msaada wa Mungu sana. Praise be the name of the Lord. Kwa sababu brother, mimi nikisoma katika ujumbe 1 in a million, moja katika milioni, nabii anasema katika kizazi hiki kama Mungu atapata angaza 12. tuko ngapi hapa? Acha nimwambie brother, kuna vile unaweza kuangalia ukazihuzunikia. Na mpaka tuwe serious na kile tunafanya. We are not in the ground of fame. We are not in a competition ground. We are on a battle ground. Ndio sababu mimi challenges zote zile ambazo nimekutana nazo katika hii injili na katika hii imani, matusi, kuambiwa mambo yoyote yale, kudharauliwa, kutengwa, I don't consider those things as anything. I know I am on the battleground. Unajua niko katika uwanja wa vita. Na siwezi nikawa katika uwanja wa vita bila kutarajia kupigwa ngumi. Amen. Bila kutarajiwa kupigwa teke. Amina. Bila kutarajiwa hata kugongwa na njiwe. Amen. I am on a battleground.